Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Tunakukaribisha kwa idhaa mpya kabisa na idhaa yako. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo maalum ambayo yanaangazia matukio muhimu barani na yanayotuhusu sisi raia na wakazi wa bara hili. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknohama na michezo pamoja na mazingira. Lakini muhimu zaidi ni kwamba huu ni ukumbi wako ambapo sauti yako kama Mwafrika inasikika, inaheshimiwa na kupewa nafasi. Jina langu ni Anna Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu msikilizaji, tuandamani. Hebu sasa nikupe kionjo cha yale tumekuandalia. Hii leo tunaangazia swala nzima ambalo limekuwa doda ndugu katika jamii, dhulma katika jamii. Weka maoni yako Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Lakini kwanza tupate muktasari wa matukio mengine barani na mwenzangu Ramadhan Kibuga. Zaidi ya watu 60 wamefariki dunia baada ya mabasi mawili ya abiria kuhusika kwenye ajali ya barabarani eneo la Gulu kaskazini mwa Uganda. Polisi wamesema abiria wote waliokuwa kwenye mabasi haya walipoteza maisha. Mabasi haya yalikuwa yakitokea maeneo tofauti ambapo yaligongana pale basi moja lilipojaribu kupita magari yaliyokuwa mbele yake. Uchunguzi zaidi unaendelea. Ajali hii imetokea barabara kuu kutoka Kampala kuelekea Gulu. Huko Nigeria, makumi ya watu wamepoteza maisha baada ya lori ya mafuta kumbingiria na kulipuka kaskazini mwa nchi. Gari hilo lilipoteza mwelekeo na kuanguka, ambapo mafuta yalianza kumwagika na baadaye likalipuka. Majeruhi wamepelekwa hospitali za karibu ambapo wanaendelea kupata nafuu. Dola la Falme za Kiarabu limetaka kusitishwa kwa vita nchini Sudan na kuundwa utawala wa mpito utakaohusisha raia na sio utawala wa kijeshi. Tangu mwaka 2023 jeshi la Sudan limekuwa kwenye mapambano na wapiganaji wa RSF. Vita hivi vimesababisha kuwepo na janga kubwa zaidi la kibinadamu duniani. Mapigano ya sasa yamejikita katika mji wa Al-Fashir ambao umekuwa ngome pekee inayoshikiliwa na jeshi la Sudan. Waasi wa RSF wamewakabili wanajeshi wa Sudan wakitaka kutoa eneo hilo. Wanaamini kwamba jimbo la Darfur ni ngome yao ambapo wametangaza kuweka utawala wao. Jeshi la Sudan limepuuzilia mbali ombi la Emirates na kusema miliki hiyo inawahami wapiganaji wa RSF, madai ambayo dola hilo la Kiarabu limekanusha. Kufuatia vita hivyo, tawala za kifalme za Emirates imewekewa Sudan vikwazo dhidi ya biashara ya dhahabu ambayo huwa tegemeo kubwa kwa uchumi wa nchi hiyo ya Afrika. Simon Bagbo, mke wa rais wa zamani nchini Cote d'Ivoire na ambaye alishtakiwa katika mahakama ya kimataifa wa uhalifu wa kibinadamu, amekuwa mgombea mkuu katika uchaguzi wa urais nchini humo. Bi Simon anaonekana kuwa mpinzani mkuu wa rais wa sasa Alassane Ouattara ambaye anawania muhula wa 4. Mama Simone ambaye amepata jina la Mama Sugu amewashangaza wadadisi wa siasa baada ya kurejea katika ulingo wa siasa za Ivory Coast bila kutumia ushawishi wa mumewe. Kwa sasa Simon Bagbo na mume wake Laurent Gbagbo wametengana na anawania urais kwa chama cha MSG kinachotetea utawala wa kidemokrasia. Mrengo wa upinzani unaoongozwa na rais wa zamani Laurent Gbagbo umepigwa marufuku kushiriki kwenye kura ya urais. Na maelfu ya wakazi wa eneo la Gabes kusini mwa Tunisia wamekwamisha shughuli za mji huo ambapo wamelalamikia uchafuzi wa mazingira. Wakazi hao wametaka kufungwa kwa kiwanda kimoja wanachodai kinatoa kemikali hatari kwa afya na mazingira. Kumekuwa na maandamano maeneo mengi nchini Tunisia kulalamikia hali duni ya mazingira. Aidha, wengi wamelalamikia utawala wa nchi hiyo kwa kupuuza maslahi yao. Huduma za kijamii zimevurugwa na uchumi kudorora nchini Tunisia, hali inayoleta msukosuko katika utawala wa Rais Kais Saied. Katika mji wa mwambao wa Gabes, shule, hospitali, soko na migahawa zimefungwa, huku mashirika ya kijamii yakitaka kiwanda hicho kufungwa. Mamlaka za eneo hilo zilitangaza kwamba serikali imeanza kujenga hospitali kubwa ya kutibu maradhi ya saratani ambayo yameongezeka eneo hilo. Utawala wa Rais Saied una wasiwasi kwamba hali ya sasa katika mji wa Gabes inatishia kuzuka vurugu katika maeneo mengine nchini humo. Msikilizaji, hali ya mauaji dhidi ya wanawake nchini Kenya
imeendelea kuzua hofu na mjadala mzito kuhusu usalama wa wanawake, hasa kutokana na ongezeko la visa vya ukatili vinavyoripotiwa kila mwezi. Kufuatia wimbi la mauaji yaliyokumba wasichana na wanawake katika maeneo mbalimbali nchini humo, serikali ya Kenya ilitangaza kuundwa kwa tume maalum ya uchunguzi kuhusu mauaji ya wanawake, maarufu kama Femicide Commission of Inquiry. Tume hii imelenga kuchunguza chanzo cha ukatili huo na vilevile kesi hizi zimekuwa zikishughulikiwa na vyombo vya sheria pamoja na kuangalia mapungufu katika mfumo wa haki unaowalinda wanawake. Kwa sasa ripoti za mashirika ya kijamii yanaonyesha kuwa zaidi ya wanawake 500 wamepoteza maisha katika kipindi cha miaka 3 iliyopita. Wengi wao wakiwa mikononi mwa wapenzi, waume au watu wa karibu sana na wao. Wakati rais na Wizara ya Usalama wa Ndani wakiahidi hatua kali, mashirika ya kijamii na wanaharakati wanasema tatizo hili halihitaji tu sheria, bali mabadiliko ya kiutamaduni yanayoanza na heshima kwa uhai wa kila mwanamke. Kwenye mitaa na hata mitandaoni, sauti za wanawake na wanaume wenye uelewa zimekuwa zikilia kwa kauli moja: haki kwa waliouawa na usalama kwa walio hai. Huku tukisubiri ripoti rasmi ya tume hii mpya, taifa linajiuliza, je, mara hii tutashuhudia hatua au ni ahadi tu kama ambavyo imekuwa hapo awali? Tukiendelea kuyatafakari hayo, ni kwamba nchini Uganda ambayo ni jirani wa Kenya, taswira ni sawa, ambapo visa vya unyanyasaji wa kijinsia vimeongezeka, huku maeneo yaliyoathirika zaidi yakiwa ni maeneo ya vijijini pamoja na vitongoji duni. Kwa mujibu wa viongozi wa mamlaka za mitaa, zaidi ya visa 20 huripotiwa kila siku, huku waathirika wengi wakiwa wanawake na watoto. Huyu hapa Sada Mobale akiripoti kutoka Kampala, Uganda. Serikali kupitia Wizara ya Jinsia, Kazi na Maendeleo ya Kijamii nchini Uganda imeanzisha ushirikiano wa viongozi wa tamaduni mbalimbali nchini kukabiliana na vita dhidi ya ukatili wa kijinsia. Kwa mujibu wa Bakari Rubega, naibu kamishna wa tamaduni na familia katika Wizara ya Jinsia, Kazi na Maendeleo ya Kijamii, mkakati wa kitaifa wa ushirikishaji wa kuzuia ukatili wa kijinsia utasaidia serikali kutokomeza visa vya ukatili wa kijinsia nchini. Tumekuwa na ushirikiano na taasisi za kitamaduni zinazoshirikishwa katika kushughulikia mila hasi za kitamaduni zinazoendeleza ukatili wa jinsia. Hao wanatusaidia. Unajua, watu wana imani sana na hao wa viongozi wa kitamaduni. So kwa hiyo wakipata ujumbe kutoka kwao wanazingatia hiyo mambo. Kwa mujibu wa takwimu za ripoti ya polisi za mwaka 2023, kesi 14681 za ukatili wa kijinsia ziliripotiwa, ishara kwamba kesi 40 zilikuwa zinaripotiwa kila siku kwa wastani. Wizara imeweka hifadhi data ya ukatili wa kijinsia ambapo matukio ya ukatili yanaweza kuripotiwa. So hiyo tunayo hapa wizarani, pia na katika ofisi zetu za serikali za wilaya. Imeanzishwa kikundi kazi cha kitaifa cha ukatili wa kijinsia, cha matibabu na utafiti wa kisheria ambacho kinatetea haki kwa waathiriwa wa ukatili wa jinsia. Asilimia kubwa ya visa hivi vimeathiri zaidi watoto na wanawake katika vitongoji duni. Anet Musisi, mwathirika wa ukatili wa kijinsia, ni mkazi na kiongozi wa wanawake katika kitongoji duni cha Kawempe jijini Kampala. Niliwahi kupoteza mtoto wangu. Walipata kutoelewana na bwanake baada ya ugomvi. Alichomwa kisu. Visa vya unyanyasaji wa kijinsia hapa kwetu ni kama jambo la kawaida. Maana yake kila siku napata ripoti ya visa vya unyanyasaji wa wanawake. Chanzo cha migogoro katika familia nyingi ni kutoaminiana katika ndoa, lakini pia umaskini umechangia pakubwa. Licha ya juhudi zinazofanywa na mashirika ya kiraia na viongozi wa kidini nchini kukabiliana na visa hivi, bado vinaendelea kuongezeka.
Kwa mujibu wa Juma Bakiti, kiongozi wa kidini, kuna haja ya uhamasishaji zaidi na kuandaa wanandoa kabla ya ndoa. Mwanamume anaweza kuoa mwanamke kwa ajili wenzake wanaoa. Sasa bila yeye kujiandaa vizuri kwa hiyo majukumu, sasa unakuta kwamba anajikuta kwamba ameshakuwa kwa ubano, amebanwa. Sasa kutoka kwa hiyo ubano anafikiria ndio kufanya nini? Ni kufanya mambo kama ya kupigana au mambo ya kwamba kutukana mwanamke. Kwa miaka sasa Uganda imetunga sheria mbalimbali za kupambana na ukatili wa kijinsia, lakini hili halijazaa matunda kwa sababu ya utekelezaji mbovu. Sadam Mubale, Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Kampala. Basi msikilizaji, ikiwa unajiunga nasi, hii ni Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Huu ni ukumbi mpya kabisa kujadili na kubadilishana masuala na taarifa muhimu kuhusu bara hili. Jiunge nasi kwenye mitandao ya Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta Idhaa ya Kiswahili ya Afrika na kuwa huru kabisa kuchangia kwenye makala haya. Mimi ni Ann Ngugi na leo tunaangazia swala ambalo jamii inaonekana kulifungia macho, na ni swala kuhusu dhulma za kijinsia. Haya basi, moja kwa moja basi na kukumbusha kwamba tunakutolea pia fursa ya kutoa maoni yako kuhusiana na matangazo yetu. Je, msikilizaji, unajiunga ukiwa wapi? Unasikiliza matangazo haya ukiwa wapi? Na labda ni kipi ambacho kimesisimua, kimekuelimisha au kimekupatia taswira tofauti? Andika maoni yako kuhusu yale ambayo unayasikia na huenda tukayasoma papa hapa katika Idhaa ya Kiswahili ambayo ni sauti ya Mwafrika. Kuna matumaini ya kuwepo usalama wa jinsia nchini Tanzania, kwani unyanyasaji wa kijinsia nchini humo unaripotiwa kupunguzwa kwa kiasi kutokana na kampeni kubwa inayoendeshwa na mashirika ya kiraia. Hata hivyo, baadhi ya maeneo ya matukio ya unyanyasaji ikiwamo ukeketaji inaendelea, huku baadhi wakifanya faragani. Mwenzetu George Njogopa amekusanya maoni kutoka kwa baadhi ya wananchi kuhusu swala hilo. Kikweli kwa Tanzania na hata Afrika, unyanyasaji kwa kweli umekithiri kiasi kikubwa sana. Sababu unyanyasaji huu huwa asilimia kubwa unatokea sana kwa wanandoa. Kwamba baba na mama mnaweza mkaoana mkiwa bado hamna mali yoyote, lakini mkachuma mali kwa pamoja. Baada ya hapo mmoja wapo akitangulia, haswa mwanamume akitangulia, mama anabaki na hizo mali na watoto. Sasa ndugu ndio wanakuja sasa kufanya shambulizi la kumdhulumu mama hizo mali. Mama naye hata kubali. Sasa hapo inaanza vurugu mpaka kufikia na mauaji. Hii ni kitu kibaya sana, haswa jamii yetu ya Tanzania tujifunze sana kwamba mali ya mali waliochuma mwenzio sio mali yako. Kwa jina naitwa Boke Kishegeta Chagati, nahusika na biashara ya ujasiriamali, nauza supu hapa KMC. Sasa unyanyasaji wa kijinsia ulishapitwa na wakati, kwa sababu vitu vingi wanawake wananyanyaswa, wananyimwa haki zao ikiwa wao ndio watafutaji wakuu. Mwanamke ndio unashinda unafanya kazi, unafanya wewe, lakini ikifikia hatua unakuwa huna haki. Wanasema mali zinaenda kwa baba, lakini kiukweli inawabana wanawake na inawanyima fursa nzuri ya kutafuta ikiwa wao ndio wanaotumia nguvu nyingi katika utafutaji. Serikali waliangalia hili kwa kina mama, watunge sheria kali zitakazotusaidia sisi. Sisi ndio wapambanaji, sisi ndio watunza familia. Tunahangaika, tunakusomesha watoto, tunafanya, lakini inafikia hatua tunanyimwa haki zetu. Hata wakati wa kujifungua, unapokuwa unakeketwa, nasikia mwanamke wakati wa kujifungua njia inatanuka zaidi, kwa sababu inakuwa na athari kubwa kwa mwanamke. Ni vitu ambavyo vinanyanyasa, kwa sababu kwanza anafanywa mtu ambaye hajitambui. Mtu anakuja kutambua wakati ambao ushapita. Kwa hiyo ni unyanyasaji. Labda ungekuwa unafanyika kama mtu anajitambua, lakini kinafanyika kitendo ambacho mtu hajitambui akiwa mdogo. Huo ni unyanyasaji. Unyanyasaji wa kijinsia watu wamekalili kwamba ni mwanamke, lakini sio hivyo. Hata kwa wanaume unyanyasaji katika ndoa zinatokea. Unakuta katika sana katika swala kuhusu kukutana kimwili.
Mwanamke anaweza kaa amenyanyasa mume wake, lakini wanaume sema kwa sababu tumeumbwa kuweza kuyahifadhi tu, hawaongei nje, tofauti na mwanamke. Mwanamke anashoga, ataenda ataliongea na nini, lakini mwanaume anabaki. Na ndio maana familia nyingi, angalia, wanaume wanakufa haraka kuliko wanawake. Wanabaki wanamiliki mali kwa sababu ameshamnyanyasa mmewe katika familia yake. Yaani tunakufa nayo. Sisi hatupendagi kuyaweka hadharani. Na tuingie nchini Rwanda ambapo taifa hilo limesifiwa kutokana na kuinua hadhi ya wanawake katika jamii. Rwanda ndiyo ambayo inaongoza kwa idadi ya wanawake katika bunge na uwakilishi katika ngazi mbalimbali barani Afrika. Wengi watahoji endapo limesaidia kupunguza doa la kijamii, hususan udhalilishaji wa wanawake. Tupate mengi naye Silvenas Karemera. Serikali ya Rwanda kwa miaka mingi sasa imetoa kipaumbele kwa wanawake, huku ikiwashirikisha katika nafasi za uongozi na zile zinazochukua maamuzi mengine. Hii serikali imekuwa ikisema inafanya hivi kwa kujenga msingi zaidi wa uimara wa taifa, kwa sababu wanawake ni 52% ya raia wote wa Rwanda, na kwa mantikio kuiacha nyuma sehemu hiyo ya jamii ni kupuuza maendeleo ya taifa kwa ujumla. Katiba ya Rwanda ya mwaka 2003 inawapa wanawake 30% katika ngazi za utawala, swala ambalo limewasaidia wanawake kuwa na wakilishi mkubwa katika bunge katika kiwango cha 64% na kuifanya Rwanda kuwa nchi ya kwanza duniani kwa kuwa na wakilishi mkubwa katika bunge. Serikali pia ilianzisha taasisi kubwa kama vile taasisi ya usawa wa jinsia pamoja na wizara ya familia, huku pia ikianzishwa taasisi nyingine inayoratibu wakilishi wa wanawake katika ngazi mbalimbali zikiwemo zile za kiserikali na zile binafsi. Utashi wa kisiasa uko wazi katika kutaka wanawake wapate sauti katika maamuzi ya nchi, na hii inajidhihirisha kupitia bajeti za fedha zinazotengwa kila mwaka kuwasaidia wanawake, lakini pia sheria zilizowekwa kuhusu mirathi, haki za ardhi na kupambana na ukatili wa kijinsia, pamoja na kuinua mwanamke katika matumizi ya teknolojia na ubunifu ili kujenga fursa zaidi kwao. Juhudi hizo zote zinaonyesha kwamba serikali inaona usawa wa jinsia sio tu kama swala la haki, bali pia ni kiini cha utawala bora na ujenzi wa taifa baada ya mauaji ya kimbali yaliyotokea Rwanda miaka 31 iliyopita. Hata hivyo, licha ya mafanikio hayo, mwanamke nchini Rwanda bado anakabiliwa na changamoto lukuki. Licha ya kuwepo na mifumo mizuri ya kisheria kumtetea mwanamke, bado yule wa kijijini anapata matatizo ya kunyanyaswa na mumewe, umaskini wa kupindukia na ukosefu wa fursa za kielimu. Miezi michache iliyopita, Tume ya Taifa ya Haki za Binadamu nchini Rwanda ilionyesha wasiwasi kuhusu waathirika wa vitendo vya unyanyasaji wa kijinsia, wakiwemo wasichana wadogo wanaonyimwa haki ya kisheria pale wanapewa mimba za lazima. Ripoti ya tume hiyo ya mwaka 2023-2024 ilisema kwamba ndani ya kipindi cha mwaka mmoja uliopita, kati ya wasichana wadogo zaidi ya 500 walionyanyaswa kijinsia na kupewa mimba ni wasichana 190 tu waliopewa haki za kisheria. Ujumbe wa Tume ya Taifa ya Haki za Binadamu ulitoa ripoti hiyo mbele ya wabunge wa idara ya kutetea haki za binadamu katika bunge la Rwanda, huku wabunge wakisema kwamba tatizo hili limekuwepo kwa muda sasa, licha ya miito ambayo imekuwa kitolewa kila mwaka. Ugasanga n'ababahohoteye kugira ngo mtoto anafanyiwa unyanyasaji, anapewa mimba, lakini jambo la kushangaza, wakati mwingine huyu aliyempa mimba anaamua kumchukua na kumuoa bila mpango, hata kama binti huyu mwathirika hampendi, na akishamuoa kesi inaishia hapo. Lakini athari kwa mtoto huyu wa kike zinakuja kuonekana baadaye, na hii ndiyo sababu visa hivi badala ya kupungua vinaongezeka. Kuko babikoze ntibakurikiranwa. Ikibazo cy'abana bahohoterwa ndetse n'abangavu, tatizo la watoto wanaonyanyaswa na wasichana wanaopewa mimba linatakiwa kuchukuliwa kwa namna ya kipekee, yani kama tunavyolichukulia janga la aina yoyote, kwa sababu ukitazama takwimu za waathirika kwa mujibu wa tafiti mbalimbali, unagundua kuwa tatizo hili linatia wasiwasi. Abangavu baterwa inda ubona ko ari ikibazo kiremereye. Visa vilivyoripotiwa kwa wingi ni pamoja na mimba za utotoni, ambapo watoto wa kike wanapewa mimba kabla ya wakati. Binti huyu ni mmoja wa waathirika wa vitendo hivi. Alikuwa ni mfanyakazi wa nyumbani, lakini baadaye alipewa mimba kwa kulazimishwa na mwajiri wake, na baada ya kumpa mimba hiyo, mwajiri alitoweka na kwenda mahali kusikojulikana. Nilikuwa mfanyakazi wa ndani. Siku moja mchana kutwa, mwenye nyumba alikuja nyumbani kwa chakula cha mchana, na wakati huo mkewe hakuwepo nyumbani. Kisha nikamwandalia chakula, lakini baadaye alinilazimisha kwa nguvu kulala naye, na hatimaye akanipa mimba ya mtoto huyu. Takwimu zilizotolewa na Tume ya Taifa ya Kutetea Haki za Binadamu zinaonyesha kwamba wanajamii wanachangia tatizo hili kuendelea kuwepo,
Kwa mfano, 57% ya matukio ya unyanyasaji wa kijinsia kwa watoto wa kike yanafanywa na wanafamilia. Silvanos Karemera, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Afrika, Kigali. Basi shukran sana Karemera ukiwa pale Rwanda, na kwa taarifa hiyo ya kutia moyo sana kuhusiana na juhudi ambazo serikali ya Rwanda pamoja na raia wa Rwanda wanachukua katika kujali wanawake na wasichana kijumla nchini humo. Hebu sasa tuingie kwenye jukwaa la tahariri. Dhulma za kijinsia barani Afrika zimeendelea kuwa doa jeusi linalochafua maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Licha ya sheria na sera nyingi zilizowekwa kulinda haki za kibinadamu, wanawake na wasichana wengi bado wanateseka kwa sababu ya mila kandamizi, ukosefu wa elimu, umaskini na mifumo ya kijamii inayowapa wanaume mamlaka juu ya wanawake. Wakati huo huo, teknolojia na mitandao ya kijamii imefungua uwanja mpya wa dhulma za kisasa. Kwenye tahariri ifuatayo, Shisia Wasilwa anaangazia kwa kina swala la dhulma ya kijinsia. Katika enzi hii ya mwanga wa kidijitali ambapo dunia nzima imeunganishwa kwa mguso wa kidole, tunashuhudia jambo la kusikitisha. Mwanga huu wa teknolojia unaangaza pia giza la unyanyasaji na ukatili. Teknolojia ambayo ilipaswa kuwa daraja la maendeleo na mawasiliano, sasa imegeuzwa na baadhi kuwa silaha ya kimya kimya ya kudhalilisha na kuumiza hasa wanawake na wasichana. Mitandao ya kijamii iliyoahidi sauti kwa hosia na sauti imegeuka uwanja wa mawe ya maneno. Uonevu wa mitandaoni umekuwa janga jipya la karne hii, ambapo maneno yanaua heshima, matusi yanavunja utu na kejeli zinamfanya mwanadamu ajione duni. Mwanamke anayethubutu kutoa maoni mitandaoni hujikuta akishambuliwa si kwa hoja, bali kwa maneno ya chuki na dharau za kijinsia. Halafu kuna kulipiza kisasi kwa kusambaza picha za faragha. Ukatili wa kidijitali unaomvua muhanga hadhi na utu wake, ukimfanya aishi katika kivuli cha fedheha isiyo na mwisho. Wengine wamepoteza kazi, familia na hata maisha kutokana na uovu huu unaotendeka kwa sekunde chache tu. Kukejeli miili ya watu nako kumegeuka sumu inayotiririka polepole mitandaoni. Maneno ya dharau kuhusu maumbile, ngozi au mavazi. Dunia ya vipendwa na vichujio imewageuza wengi kuwa wafungwa wa taswira bandia, huku uhalisia na urembo wa ndani ukipotea gizani. Chuki na uchochezi mtandaoni vinazidi kuchipua kama magugu kwenye bustani ya teknolojia. Lugha za chuki dhidi ya jinsia, makabila au mitizamo tofauti zinachochea ghasia na kuvuruga umoja wa kijamii. Wengine huchukua fursa hii kueneza uhasama, wakisahau kwamba kila neno mtandaoni lina uzito wa kujeruhi au kujenga. Hata hivyo, giza hili halisababishwi na teknolojia pekee. Ukosefu wa elimu kwa kinadada wengi umeongeza ukubwa wa tatizo hili. Wasichana wengi hasa kutoka maeneo ya vijijini na familia zenye kipato cha chini hawajui haki zao wala namna ya kujilinda dhidi ya dhulma za kisasa. Wengine hawana uelewa kuhusu matumizi salama ya mitandao na hivyo huangukia mitego ya uhalifu wa kidijitali. Kwa upande mwingine, umaskini nao ni mzizi mwingine wa dhulma hizi. Mwanamke maskini mara nyingi hana sauti, hana fursa wala uwezo wa kutafuta haki yake. Wengine hufumbiwa macho kwa noti chache au tishio la kuachishwa kazi. Katika jamii ambapo njaa inazidi haki, dhulma huota mizizi na sauti ya mwenye kudhulumiwa hubaki kuwa ukimya mtupu. Ni wazi basi kwamba teknolojia bila maadili, elimu na uelewa wa haki ni kama kisu mikononi mwa mtoto, chombo cha madhara. Serikali, taasisi za elimu, mashirika ya kijamii na kampuni za teknolojia lazima ziungane kupaza sauti ya maadili ya kidijitali na kuweka mikakati ya elimu ya haki za kijinsia. Lazima tuwafundishe vijana wetu matumizi bora ya teknolojia, wajue haki zao, wajue mipaka na wajue kwamba heshima haijawahi kupitwa na wakati. Maendeleo ya kweli sio kasi ya mitandao au mtandao, bali ni namna tunavyolinda utu ndani ya haya maendeleo. Bila maadili, teknolojia hubaki kuwa kivuli kinachoficha roho ya ubinadamu. Mwisho wa tahariri. Jina langu ni Shisia Wasilwa.
Na basi hivi sasa, kabla ya kutamatisha matangazo haya, hebu tupate taarifa nyinginezo kutoka Afrika, naye Ramadhan Kibuga. Zaidi ya watu 60 wamefariki dunia baada ya mabasi mawili ya abiria kuhusika kwenye ajali ya barabarani eneo la Gulu kaskazini mwa Uganda. Polisi wamesema abiria wote waliokuwa kwenye mabasi haya walipoteza maisha. Mabasi haya yalikuwa yakitokea maeneo tofauti ambapo yaligongana pale basi moja lilipojaribu kupita magari yaliyokuwa mbele yake. Uchunguzi zaidi unaendelea. Ajali hii imetokea barabara kuu kutoka Kampala kuelekea Gulu. Huko Nigeria, makumi ya watu wamepoteza maisha baada ya lori ya mafuta kumbingiria na kulipuka kaskazini mwa nchi. Gari hilo lilipoteza mwelekeo na kuanguka, ambapo mafuta yalianza kumwagika na baadaye likalipuka. Majeruhi wamepelekwa hospitali za karibu ambapo wanaendelea kupata nafuu. Dola la Falme za Kiarabu limetaka kusitishwa kwa vita nchini Sudan na kuundwa utawala wa mpito utakaohusisha raia na sio utawala wa kijeshi. Tangu mwaka 2023 jeshi la Sudan limekuwa kwenye mapambano na wapiganaji wa RSF. Vita hivi vimesababisha kuwepo na janga kubwa zaidi la kibinadamu duniani. Mapigano ya sasa yamejikita katika mji wa Al-Fashir ambao umekuwa ngome pekee inayoshikiliwa na jeshi la Sudan. Waasi wa RSF wamewakabili wanajeshi wa Sudan wakitaka kutoa eneo hilo. Wanaamini kwamba jimbo la Darfur ni ngome yao ambapo wametangaza kuweka utawala wao. Jeshi la Sudan limepuuzilia mbali ombi la Emirates na kusema miliki hiyo inawahami wapiganaji wa RSF, madai ambayo dola hilo la Kiarabu limekanusha. Kufuatia vita hivyo, tawala za kifalme za Emirates imewekewa Sudan vikwazo dhidi ya biashara ya dhahabu ambayo huwa tegemeo kubwa kwa uchumi wa nchi hiyo ya Afrika. Simon Bagbo, mke wa rais wa zamani nchini Cote d'Ivoire na ambaye alishtakiwa katika mahakama ya kimataifa wa uhalifu wa kibinadamu, amekuwa mgombea mkuu katika uchaguzi wa urais nchini humo. Bi Simon anaonekana kuwa mpinzani mkuu wa rais wa sasa Alassane Ouattara ambaye anawania muhula wa 4. Mama Simone ambaye amepata jina la Mama Sugu amewashangaza wadadisi wa siasa baada ya kurejea katika ulingo wa siasa za Ivory Coast bila kutumia ushawishi wa mumewe. Kwa sasa Simon Bagbo na mume wake Laurent Gbagbo wametengana na anawania urais kwa chama cha MSG kinachotetea utawala wa kidemokrasia. Mrengo wa upinzani unaoongozwa na rais wa zamani Laurent Gbagbo umepigwa marufuku kushiriki kwenye kura ya urais. Na maelfu ya wakazi wa eneo la Gabes kusini mwa Tunisia wamekwamisha shughuli za mji huo ambapo wamelalamikia uchafuzi wa mazingira. Wakazi hao wametaka kufungwa kwa kiwanda kimoja wanachodai kinatoa kemikali hatari kwa afya na mazingira. Kumekuwa na maandamano maeneo mengi nchini Tunisia kulalamikia hali duni ya mazingira. Aidha, wengi wamelalamikia utawala wa nchi hiyo kwa kupuuza maslahi yao. Huduma za kijamii zimevurugwa na uchumi kudorora nchini Tunisia, hali inayoleta msukosuko katika utawala wa Rais Kais Saied. Katika mji wa mwambao wa Gabes, shule, hospitali, soko na migahawa zimefungwa, huku mashirika ya kijamii yakitaka kiwanda hicho kufungwa. Mamlaka za eneo hilo zilitangaza kwamba serikali imeanza kujenga hospitali kubwa ya kutibu maradhi ya saratani ambayo yameongezeka eneo hilo. Utawala wa Rais Saied una wasiwasi kwamba hali ya sasa katika mji wa Gabes inatishia kuzuka vurugu katika maeneo mengine nchini humo. Naam, kwenye neno la siku hii leo tuna tafsiri maana ya neno thulma. Neno thulma asili yake ni kule Uarabuni. Kwa Kiswahili lina maana ya hali ya kutompa mtu haki yake, uonevu, ukandamizaji, kutokuwa na haki, kwa kimombo inayofahamika kama injustice. Kuweka kitu mahali ambapo si pake, maana ya kilugha. Kwa kifupi inamaanisha kitendo chochote kinachomnyima mtu anachostahili au kumfanyia uovu pasipo uhalali au haki. Mtu anayetenda thulma anaitwa thalimu. Mfano katika sentensi: maskini yule alilia sana baada ya kufanyiwa thulma ya kunyang'anywa shamba lake na tajiri. Serikali lazima ipambane na thulma za wafanyabiashara wanaoiba mali ya umma. Usidhulumu, kwani thulma haina mwisho mwema. Na nchini Kenya, kutokana na thulma za kijinsia za kila wakati, tume maalum ya kuchunguza hali hiyo iliundwa na Rais William Ruto mapema mwaka huu. Namba siku unaungana nasi hivi sasa, karibu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika.
Tufuate kwenye mitandao ya Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Tuendelee kuweka maoni yenu, pamoja na pengine uko wapi na nini ambacho kimekusisimua au kukuelimisha kuhusiana na matangazo yetu ya hii leo. Hii leo tukiangalia swala nzima kuhusiana na unyanyasaji wa kijinsia katika nchi zetu za Afrika Mashariki na ya Kati, au tu tuseme Afrika kijumla. Na kabla ya kukuaga, kwa niaba ya kikosi cha idhaa ya Kiswahili ya Afrika, tunakupongeza kwa kujiunga nasi na kuchangia kwenye Sauti ya Mwafrika. Tupo kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Ni hayo tu msikilizaji kwa leo. Jina langu ni Ann Ngugi. Kwaheri kwa sasa.